Yes, shalom. Mungu akubariki sana. Kama nilivyoanza kipengele chetu cha ndoto, leo nataka niendelee kuelezea tena kwa habari ya ndoto. Kumbuka, nimesisitiza na nitaendelea kusisitiza kabisa kwamba usipuuzie ndoto zako. Ndoto zako zina maana sana. Ndoto zako zinafunua vitu vingi sana. Kwa njia ya ndoto watu wanapokea magonjwa, kwa njia ya ndoto watu wanapokea mateso, kwa njia ya ndoto watu wanafunga ndoa za kiroho, kwa njia ya ndoto mahusiano na ndoa za watu zinaharibiwa. Ndoto ni lango la kiroho ambalo shetani analitumia kuharibu maisha ya watu wengi sana. Lakini pia ndoto ni lango la kiroho ambalo linatumika kueleza mafunuo juu ya maisha ya mtu. Kumbuka, kwa 100% ndoto zako zitakuwa zinaeleza kile kitu kinachoendelea kwenye ulimwengu wako wa roho. Kwa ndoto unazoziota ni roho zinazosema sisi ndio tunahusika na kitu hiki kinachoendelea kwenye maisha yako. Au ndoto pia zinaweza zikawa ni roho zinazosema kwamba sisi tunataka kufanya kitu fulani kwenye maisha yako. Watu wa Mungu, kwenye section ya ndoto leo nataka niguse kipengele cha muhimu sana kwenye maisha ya watu, kipengele cha hatima. Hatima yako ni ya muhimu sana kwenye maisha yako. Kitu chochote kitakachohusika na hatima yako, iwe kwenye ndoto au kwa uhalisia au kwenye ulimwengu wa roho au kwa ulimwengu wa uhalisia, ni cha muhimu sana. Watu wa Mungu, hatima ni mwisho wa maisha ya mtu, ni sehemu pekee ya mafanikio ya mtu. Ndiko kuna ile successful yako. Mafanikio yako yote yanakuwa kwenye ile hatima yako. Sasa kwenye kipengele cha ndoto nataka nigusie zile ndoto zinazoashiria kwamba hautafanikiwa kwenye nchi yako, hautafanikiwa kwenye eneo ulilopo, hautafanikiwa kwenye eneo ulilozaliwa. Haipingiki kwamba kwenye swala la mafanikio kuna watu ambao wamekuwa destined kwa ajili ya kufanikiwa sehemu walizozaliwa, kwenye nchi zao, kwenye miji yao. Lakini ndoto hizi nitakazozifunua ni ndoto ambazo zinaashiria kwamba hautafanikiwa kwenye nchi yako. Wewe utafanikiwa abroad. Maisha yako ni international. Wewe ni mtu wa international. Wewe una kitu cha kimataifa. Maandiko yanasema Isaya alikuwa ni mtu wa international. Nimekuweka kwa ajili ya mataifa, sio kwa ajili ya watu wa nchi yako, kwa ajili ya mataifa. Kwa hiyo kuna watu ambao wanasema wamekuwa destined kwa ajili ya mataifa. They are international. Walichokibeba ni international. Moja kati ya ndoto ambayo inafunua kwamba wewe ni international, utafanikiwa kwenye international, ni kuona ndege wanaruka. Ndege, wanyama, wale ndege wa angani wakiwa wanaruka. Pale ambapo utakuwa unaota ndege wakubwa au wadogo wakiwa wanaruka kwenye anga lako, wakiwa wachache, wakiwa mmoja, wakiwa kwenye vikundi, ndoto hiyo inaashiria kwamba wewe ni mtu wa kimataifa. Wale ndege unaowaona wanaruka ni wewe, unapaswa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Ndoto hiyo inaashiria kwamba wewe hatima yako ni ya kimataifa. Ndoto ya pili ni ya kuota ndege, hawa plane, ndege sasa wakiwa wanaruka, ndege zikiwa zinapaa, ndege kama ndege. Ukiona ndege yote inapaa, ni wewe unapaswa kupaa. Ndege yote utakayoiona inapaa angani, ndege sasa hizi zinazobeba watu, ni wewe unapaa. Hii ndege, hii ndoto ya pili watu wengi wanaiota, lakini hawaangalii matukio yanayoendelea. Ukiona labda ndege imecrash, imeanguka au imepata ajali, ujue hatima yako ina shida. Hautaweza kupaa na kwenda sehemu ile ya hatima yako. Be careful. Ndoto ya tatu inayoashiria kwamba wewe umekuwa destined kwa ajili ya mataifa, una kitu cha abroad, ni kujiona wewe mwenyewe unapaa. Nilishaeleza sana juu ya hii ndoto, nikasema wakati mwingine kupaa kunaashiria nguvu. Sasa watu wote wanaojiona wanapaa kwa asilimia kubwa, hawa watu wao ni international. Unapopaa manake unaenda sehemu moja, una uwezo, kwani ndege inapopaa ina cross, inapita kwenye maanga. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndoto zote za kujiona unapaa kwa asilimia kubwa, hizi ndoto zinaashiria kwamba wewe ni mtu wa mataifa. Ndoto nyingine ni kuona pesa za kigeni. Ndoto nyingine ni kuwaona wazungu, uko na wazungu, unazungumza na wazungu. Na ndoto nyingine ni kuona uko kwenye nchi za kimataifa, kuona pesa za kimataifa, pesa za kigeni, special dollar. Wewe ni mtu wa hatima kubwa. Watu wa Mungu, kitu pekee kinachoweza kufunua kinachoweza kufunua hatima yako ni ndoto zako. Watu wa Mungu, hatima ya mtu ni ya muhimu kiasi kwamba Mungu anaweza kaificha hiyo hatima hata
hata kwa wale watu waliokuzunguka wasijue wewe umekuwa destined kwa sehemu gani, lakini Mungu akakufunulia kwa njia ya ndoto zako. Usipuuzie ndoto zako. Tafadhali nisaidie kushare, invite wengine, endelea kushare na wengine. Nitaendelea kuja hapa na ndoto nyingi ambazo zitakusaidia. Shalom. Kumbuka pia kama uko Dar es Salaam, tuna ibada kila siku ya Jumatano, Ijumaa kuanzia saa 11 jioni, mahali ni Mbezi Beach, Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall, na siku ya Jumapili kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Kwa hata Ijumaa ya leo tupo. Shalom. Njoo, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Njoo tuonane. Shalom.